kwenye asichaguliwe. Kwa hiyo akiongea hapa akisema mimi ndio party leader ndio presidential candidate, ni vitisho tu. Kusikiza pia nyinyi wenyewe mta react vipi? Mnapigana wenyewe kwa wenyewe. Tunasema one time na tunapigana. Kwa hivyo Ruto atarudi kama kazi nini? Ruto atarudi. Mimi mwenyewe simtaki na sipigia Ruto maisha yangu. Lakini kelele inaendelea hapa. Mnapiga tena arudi kama ni kuteseka tutateseka sisi wote. Wajinga na wasumbavu tutateseka wote. Because you don't want change. Kenya you don't want change. Wachana arudi. Mteseke nyinyi wote, mkule mahara nyinyi wote. Ni wengine inaonekana mlianza siasa jana kwa maana, lakini walianza siasa kitambo. Utasikia kelele. Hamwezi shika sisi tuko kwa ground tunaongea maneno yenyewe mnaturudisha nyuma, kila mtu anarudisha nyuma. Ukikosoa mtu anaenda kufungua platform anaanza kutaja kabla ya mmoja. Ukikosoa mtu amefanya kitu mbaya, badala ya mtu aenda akosoe mtu wake amwambie ground inasema hivi, anaanza kusema drive. Ndio kazi mtafanya hapa, alafu nataka viongozi, ati mnataka muongoze aje na mtaka kukosolewa. Hatutaki watu wenye wanataka kukosolewa. Kama unajua hauwezi kukosolewa, withdraw. Genesis kidogo, dada yangu kidogo. Genesis, I'm very happy. Na Mashauzi pia mimi, I'm very happy with the discussion that is going on. Sisi tunaoa sasa kwa muda. I was there tukiunda TNA na URP, nilikuwa pale. Na discussions kama hizi ni mzuri kwa sababu ina push agenda mbele. Hata msikasirike. Kwanza nataka mkasirike zaidi, mgombane hivi tutapata viongozi wazuri. Sasa hii tuko na united opposition. Sifuna anataka nafasi pale ya kuwa presidential candidate. Tuko na kina Kalonzo, tuko na kina Matiang'i na hao watu wote. Kila mtu ana push for his or her candidate hapo. So what you guys are doing kina Habil is just okay. Nyinyi mnataka Sifuna, push for Sifuna, sukuma kabisa mpaka wale wengine wajue kwamba Sifuna ndiye hapo na nguvu. So msichoke kusukumana, acha tusukumane tu. Like for me I support Sifuna now. Na nitamtetea vile naweza kumtetea mpaka apewe hiyo tiketi. Lakini ikiwa hatapewa, basi nitakubaliana na yule ambaye atakuwa amepewa. Lakini as of now, it is Sifuna I want. And lazima mumdefend. If you guys don't defend Sifuna, how will Sifuna be given the ticket? Na mambo ya chama, I know the party is there. Ninajua chama iko na iko, lakini mambo ya party leader wayanene nayo. Sisi what we want ni kwamba hiyo chama ikiundwa Sifuna atoe ticket. Hakuna mahali inasemekana na kupingana na wewe because Sifuna has to be the party leader and he has to have chama ile chama hata kama ni through boxing Sifuna has to be on top. There's a reason behind it. Wewe umesema unajua siasa. There's a reason behind it. Kama unajua siasa vizuri, Sifuna has to be the party leader and unasema unajua siasa. Nisikize kidogo. What we people are after sio kuwa party leader. Tunataka kwamba yeye unasema nini? Unajua siasa, unajiita honorable, unajua siasa. Unajua siasa bana. Relax kidogo. Lazima Sifuna kuwe party leader. Hiyo ya 20 down. Unajua siasa, unajiita unajua siasa. Nimekusikiza, relax kidogo. Ile kitu ambayo mimi niko na interest nayo ni kwamba Sifuna awe the sole presidential candidate wa hiyo chama. Unajua sio lazima ukiwa party leader then you will be the flag bearer. The details are in the constitution of that party. They can leave it out. That is so they must for you to be the sisi sasa tunafaitia, tunasema tunafaitia Sifuna. Sifuna has to be the party leader. He has to the party has to be the name Sifuna and is the presidential candidate. Hakuna kubembeleza hapo. Ile mimi nafaitia ambayo ni kubwa ni kwamba awe presidential candidate wa hiyo chama. Kwa party leader tuende hapa tu negotiate. Hapa tu negotiate. Unasema unajiita honorable, unajua siasa bana. Sijajiita party leader. Sijajiita wala sijasema siasa. Party leader akwe SG akwe member yako presidential candidate na watu wengine watamchezea akili. No way.
No way. Pia vile walimfanyia kwa ODM wakamfukuza kama umbwa. Hatutaki. Akuwe na chama yake, akontrol chama yake kama party leader. Hatuwezi kukaa tena tufukuzwe kama dogi. Tumechoka kuhamahama na kufukuzwa kama wajinga. Watu tumeenda shule, she's a lawyer. Kuna mtoto? Anafukuzwa kama ushatengeneza mahali utengeneze, ukishatengeneza ufukuzwe kama umbwa. That's why tunakomplain. Tunataka akuwe party leader ndio akontrol kila kitu yake. Hata kama anashinda na chama. Akuwe president party ya mtu. Hapana, Sifuna has to have his own party and he has to be a party leader. Hapo tukubaliane na vitu zingine. Unajita honorable, unataka kufaitia kwa Linda Mwananchi. Utaingiaje kwa Linda Mwananchi na mtu mwingine anaenda kuscout na si Sifuna? Think about it that deeper. Sifuna is the only person who can, when he has his own party and is the party leader, young people can flock in that party, or else watu wengine wata control your party. And we cannot allow it. Kenya First. Mvua ilianza kutunyeshia wapi? Ujue mimi ni Mondo, mmeanza tu kwa matope ndani tumeingia. Ilianzia wapi? Mtu update hata sina tujue. Labda kuna kitu mmekula huko si hatujui. Kenya First amejaa ngori bana. Lakini all in all, honorable, you know, she has got every right to kujaa ngori, and she's actually raising very relevant questions. Najua, if you are a party leader of the party, yes, and also being the presidential candidate, that one automatically gives you power to control that party. Baba kitu yenye alifanya kwamba running around with some people alikuwa kiburi sana, and pia alikuwa anaficha vitu mingi. Then when the time came, he could not take any advice from some people, and that is why hiyo chama ilikaa hivyo strong hizo miaka zote. We have got people who walianza political parties zinazimanga tu kwa njia zinazima. But for him it has always, why? Being a party leader of the party and also being the presidential candidate, nobody can sabotage you from that. Nobody can control you. You have the powers to go and negotiate. You have got powers to as well now carry the people along with you. You are the father in that family. But now you marrying a woman that tayari labda she's already having another man. Then it means sasa wewe ni wewe kwanza unajiwestia time. So she's raising very relevant questions. And I love the fact that such discussions zinaendelea, because now it's actually pushing for this thing. Inapeana hiyo mchecheto kwamba lazima iwe hivi. If you are a presidential candidate and a party leader, wherever you go, the decision you actually take, no matter what, it has to go with them. Lakini wewe uko hapo umekaa bro, ndugu yako ndo anakuamulia unafaa huyu sasa si haufai, na maybe it's you who's actually got a feeling to that woman. You want to go and actually pay the bride price. Someone is telling you, chukue ngome imenona, chukue hii imekonda ndio mzuri. That is the problem. King. So she's raising very relevant questions. King, I agree with you guys partly. Na nakubaliana with the discussion. Not partly honorable. Unataka kuingia chama ya Sifuna? Basi fightia what is right. Wacha kusema partly. Kenya First. Now I agree with you fully. Wacha tuanzie hapo. Yes, are you getting now what she's saying? No, I've gotten it. No, I was attacking it from a different angle. Lakini, I agree with you guys. Lakini, it's a must that when you are got your own home as a man, number one, usijengewe nyumba na uingie hapo. Mwenye hii nyumba atakwambia kuna vile niliweka hapa suitcase hapa chini, nafaa kubomoa hii nyumba nitoe suitcase yangu. So you are weakening the house. So huwezi kaa. But once you know what you did from the foundation mkisonga mbele, now you got hebu mpatie tu example ya Rigiji. Si alifukuzwa kwa sababu hakuwa na nyumba yake. You people, you need to be smart. Msibebu akili. Very smart. That is very true. You know, when you want to run for president. And pia unajua, ushaenda kwa, unajua tunajaribu kuwapatia example mzuri. You actually, you have been living in a home, Isaac.
Yes. In a home where wewe umekuwa tu ukijua huyu ni baba yako, huyu ni mama yako. Then you actually grow knowing fully well. Yafika wakati sasa wanataka kugawa shamba. Leo unasikia ule mtu unaita baba yake na kuambia wewe ngoja mambo yako tutaangalia.